wenu mwende mkakomeshe vitendo vinavyoenda kufanywa ndani ya mitandao kumdhalilisha rais wetu. Mwende mkaifanye kazi ya kuingia ndani ya mitandao kama mlivyofanya kazi ya kupambana na majambazi wanaotumia vyombo vya moto. Hawakukushindeni na walikuwa wanakuja na vyombo vya moto. Lakini tunataka sasa muingie kwenye mitandao. Kazi iliyokuweko kule, vitoto vidogo hata kunyonya havijamaliza kwa wazee wao. Kila mtu ana maneno na lugha anazungumza ambayo haistahili kuambiwa rais wetu. Rais wetu amekuwa akijitoa kwa ajili ya taifa hili kwa namna ya kipekee. Hakika Mungu alimuita kuwa rais. Tumwangalie kwa namna ya kipekee. Toka siku yake ya kwanza wakati inatunga mimba yake, Mwenyezi Mungu alijua kwamba anamtengeneza Rais Samia kuwa rais wa Tanzania. Alijua fika kwamba huyu ninamtengeneza kuwa rais. Ndio maana akawa na roho ya uvumilivu ambayo hata sisi viongozi tuliokuweko humu tusingeweza kuvumilia. Alimtengeneza kuwa mwanamke jasiri. Kati ya vitu ambavyo tunajivunia pamoja na ujasiri wa mama yetu kuweza kuvumilia hali inayoendelea. Muda wote rais wetu anatuasa hala jirani. Tumevumilia majirani, lakini imefika wakati mama, tumeshindwa watoto wako kuvumilia. Tumeshindwa. Hatuwezi. Hakuna mtoto anaweza kuthubutu kuvumilia kumwona mzazi wake anatukana. Hakuna mtoto anaweza kukaa kimya kumwona mzazi wake anatukana. Mama, umetufunza tukae kimya. Umesema mzigo huu kwenye hotuba zako unaweza kubeba, ila sisi watoto wako hatuwezi kubeba. Tumechoka. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuambie vyombo vya ulinzi na usalama. Kuna kenge wa ndani alafu kuna kenge wa nje. Shughulikani na kenge wa ndani, malize nao wa nje. Imekuwa kuna vitoto hata vidogo, mtu akipata uhuru. Tunao Tanzania, tunafanya tunachokitaka, lakini sio kumgusa rais wetu kwa vile unavyotaka mwenyewe. Kama tunataka tuende kwenye debate za matusi, tutafungulia Doto Magari mmoja tu, atamalizana nao bila kuweka mtu mwingine. Doto Magari mmoja tu, Kenya nzima watamtambua. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa na uvumilivu wa kutosha, lakini